Ligi ya mabingwa Afrika hatua ya mtoano. Upande wa Simba na Young Africans game 4 kwa kila mmoja hapo. Goli 5 kwa upande wa Simba Sport, goli 7 kwa upande wa Young Africans. Total shuti upande wa Simba 34, upande wa Young Africans 42. Shot on target 18 kwa upande wa Simba Sports, huku 24 kwa upande wa Young Africans. Total chance created 23 kwa upande wa Simba Sports, huku Young Africans ni 37. Big chance missed kwa upande wa Simba Sports 6 kwa upande wa Young Africans 12. First half goals kwa upande wa Simba Sports 3, upande wa Young Africans pia 3. Second half goals kwa upande wa Simba Sports 2, kwa upande wa Young Africans 4. Set piece goal kwa upande wa Simba Sports 2, kwa upande wa Young Africans 2. Hebu tuchambue kwa kina takwimu hizi za hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa Afrika, tukilinganisha Simba Sports na Young Africans kwa mtazamo wa kiufundi, kimkakati na muundo wa wachezaji. Yanga walicheza kwa mtindo wa kushambulia zaidi, walitengeneza nafasi nyingi na walijaribu mashuti mengi. Simba walikuwa na idadi ndogo ya mashuti, jambo linaloonyesha ama walicheza kwa tahadhari zaidi au walikosa ubunifu kwenye eneo la mwisho. Simba chance created 23, walikuwa na changamoto kwenye kutengeneza nafasi, ikiashiria changamoto ya uhusiano kati ya kiungo na washambuliaji au ukosefu wa ubunifu katikati. Big chance missed. Hii ni takwimu muhimu sana. Ingawa Yanga walikosa nafasi nyingi kubwa, maana yake ni kwamba walitengeneza nafasi nyingi za wazi kuliko Simba. Simba walikosa chache kwa sababu hawakupata nafasi nyingi za aina hiyo. Ligi ya mabingwa Afrika hatua ya mtoano statistics. Na hii ni LTV, mtazamaji wetu wa LTV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo. Baada ya kuwa tumekusogezea taarifa zote zinazohusu michuano ya kimataifa, klabu bingwa na CAF Confederation Cup, yani kombe la shirikisho barani Afrika, baada ya timu zote kutinga hatua ya makundi kwa upande wa klabu bingwa na kombe la shirikisho, Singida Black Stars na Azam FC, huku Young Africans pamoja na Simba Sports wao wakitinga hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Sasa tunarejea katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo leo Young Africans itakipiga na Mtibwa Sugar katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam. Hivyo allow notification, subscribe, share, comment, like ili uweze kupata taarifa mbalimbali tutakazoweka kuhusu mchezo huo wa Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, ambapo mchezo wa kwanza ili draw, mchezo wa pili ni draw na Mbeya City huko Mbeya, ikiwa na kocha Romain Folz baada ya kufukuzwa. Atakuwepo benchi ni kocha Pedro kutoka Ureno ambaye amesajiliwa hivi karibuni baada tu ya Yanga kuibuka ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Mimi ni Sportsnedi Kulizi, hadi wakati mwingine, bye bye.